Ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mungu mtoa uzima, umetujalia tena nguvu na afya na amani ili tuweze kushirikiana maneno ya Mungu namna hii. Mimi naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe, mwalimu wa neno la Mungu, kukuletea mfululizo huu. Tunajifunza katika juma hili namna ya kutembea katika majira ya mwisho wa mwaka. Somo mahususi tumeliita mambo ya kuombea mwisho wa mwaka, au katika kipindi cha mwisho cha msimu. Mambo ya kuombea katika majira ya mwisho wa mwaka. Na leo ni kipindi namba 7. Ni kipindi namba 7. Tumeanza tangu tarehe 1 mwezi huu wa 12, mwezi huu wa Disemba, tunapokwenda kumalizia mwaka huu, mwaka wa 2025. Na ninaamini kabisa kwamba kama umekuwa mfuatiliaji wa vipindi vilivyopita, Mungu amekusaidia kujua mambo ya msingi ya kuombea, mambo ya msingi ya kufanya katika kumalizia msimu. Jambo mojawapo kubwa ambalo tumelitazama ni swala la kuomba, maombi. Unapo switch kwenye time na events, unapo switch kwenye seasons, unapobadilisha majira, pale kwenye switcher, pale kwenye kiungo pale, maombi ni moja ya kanuni. Maombi ni moja ya kanuni ili uweze kuingia vizuri katika msimu ujao, na mipango madhubuti na mikakati ya kufaa uweze kuendelea na maisha ya ushindi na maisha ya mafanikio. Lakini kabla hujaingia kwenye kuombea mikakati ya msimu unaofuata, kuna kugeuka nyuma na kuangalia baraka za Bwana, wema wa Bwana, fadhili za Bwana, na jinsi ambavyo ametuneemesha kwa namna nyingi. Kwa hiyo kwenye ajenda hiyo ya maombi, kipengele cha kwanza ni maombi ya shukrani. Tutaangalia kipengele kingine katika vipindi vinavyokuja, kipengele cha maombi ya toba, na utapata kuelewa vizuri. Na kushauri urudie tangu kipindi namba 1, tarehe 1 mwezi wa 12, tarehe 1 Disemba ndio tulianza mfululizo huu. Na kushauri urudie na rudia. Lakini pia na kushauri wabariki na wengine na hiki ambacho unajifunza kupitia kipindi hiki. Ninaamini na watu wengine watabarikiwa na watajua namna ya kuenenda katika majira ya mwisho, namna ya kutenda katika kipindi cha mwisho cha msimu, na wao wapate muda wa kumshukuru Mungu kwa baraka zake na fadhili zake. Halafu tutaingia kwenye maombi ya toba, katika kuomba rehema katika makosa mbalimbali ambayo tumeyafanya katika vipindi katika matukio ya msimu huu uliopita. Hayo ni baadhi ya mambo ya kufanya. Basi tunaendelea kwa kwenye kile kipengele cha maombi. Pointi ya kwanza ya maombi, kukaa katika uwepo wa Mungu. Kukaa katika uwepo wa Mungu kimaombi. Unapokuwa una switch seasons, unapokuwa unabadilisha majira, au unamalizia kipindi cha mwisho cha majira yaliyopita na unajiandaa kwenda kwenye kipindi kingine cha majira mapya, lazima ukae kwenye maombi. Na tumeangalia kipengele cha kwanza cha maombi ni maombi ya shukrani. Geuka nyuma, angalia miezi iliyopita na misimu yake, baraka mbalimbali za Mungu ambazo ametuneemesha, na urudi kumshukuru Mungu. Tumeshaona kuna faida mbalimbali katika kumshukuru Mungu. Tuliona Yesu aliponyanyua mikate 5 na samaki 2, hawatoshi, lakini alishukuru. Imeandikwa akashukuru, havitoshi lakini akashukuru, na nguvu ya kuzidishwa, the power to multiply, ikafanyika, na vichache vikatosha. Wala sio kazi yetu kufikiri vilitoshaje, lakini tunaamini kilichoandikwa. Hiyo ni baraka nyingine ya kumshukuru Mungu. Baraka nyingine ya kumshukuru Mungu tumeona ni kukamilishwa ambavyo havijakamilika.
Tuliona wale wakoma waliotakaswa walikuwa 10, ni mmoja tu alirudi kushukuru na akatamkiwa baraka ambayo wenzake hawajatamkiwa. Kwa hiyo akakamilishwa, akaambiwa na uwe mzima, manake ukamilike, vidole vyako virudi. Wale wenzake walishia kutakaswa tu, lakini hawakurudishiwa vidole, maana ukoma unakula vidole. Lakini yeye akatakaswa kama wenzake, lakini akarudishiwa vidole, akawa mzima, akakamilishwa. Kwa hiyo ndani ya maombi ya shukrani kuna nguvu ya kukamilisha ambavyo havijakamilika. Ujenzi haujakamilika, shule haijakamilika, mahusiano yenu ya urafiki na uchumba hayajafika kwenye ndoa, lakini je, unamshukuru Mungu kwa hatua hiyo hiyo angalau ulionayo? Labda uponyaji wa mwili haujakamilika, lakini hata wewe unajua leo ni afadhali kuliko ilivyokuwa. Je, umemshukuru Mungu kwa hizo hatua ndogo? Kwa hiyo ndani ya shukrani kuna nguvu ya kukamilishwa ambavyo havijakamilika. Na katika kipindi kilichopita cha jana tumeangalia mfululizo namba 6, tumeangalia baraka ya kufufuliwa vilivyokufa. Tuliona ule mfano wa Yesu alipokwenda kwa Lazaro. Biblia inasema katikati ya hali ya umauti, hali ya machozi na kukata tamaa iliyokuwepo kwa Mariam na Martha, dada zake marehemu Lazaro, Yesu akashukuru. Katikati ya msiba Yesu akashukuru. Katikati ya machozi Yesu akanyanyua macho yake juu akasema, Baba nakushukuru, na nguvu ya ufufuo ikatelemka. Ndani ya shukrani pia kuna nguvu ya kufufuliwa vilivyokufa. Mahusiano yaliyokufa, biashara iliyokufa, afya iliyokufa, kazi iliyokufa, ndoa iliyokufa. Jifunze kumshukuru tu Mungu, anaweza akafungulia nguvu ya ufufuo na vilivyokufa vikapata uzima tena, vikahuishwa. Nataka nikupe ya 4, na nadhani nitaishia hapa. Kwenye notes ziko nyingi zaidi, nitakutumia notes hizi wewe ambaye utaomba au utataka, utaweza kuendelea kuwafundisha na wengine. Kwa utangulizi huu mdogo uliosikia, ukisoma mwenyewe utaelewa zaidi, na nitaomba uende kuwafundisha na wengine. Nataka niendelee katika kipindi kinachokuja na aina nyingine ya maombi, kwa sababu hapa tuko kwenye aina ya maombi ya shukrani. Nilikwambia pointi ya kwanza kwenye mambo ya kufanya unapobadilisha majira, unapoelekea kubadilisha majira, unapokwenda kumalizia majira haya, pointi ya kwanza ni kukaa katika maombi. Kila mara unapo switch seasons, tarry in prayer, dwell in the presence of God, kaa katika uwepo wa Mungu. Kuna mambo ya msingi sana yatafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Sasa katika kumshukuru Mungu kuna faida nyingine, nimalizie, alafu katika kipindi kinachokuja tutaingia kwenye maombi ya toba. Maombi ya toba. Baraka nyingine katika kumshukuru Mungu ni ushindi juu ya upinzani na vita. Baraka nyingine tunayoipata kwenye nidhamu ya shukrani, the discipline of thanksgiving, katikati ya pain, katikati ya maumivu, katikati ya machozi, katikati ya kufeli na kushindwa, learn to thank God. Jifunze kumshukuru Mungu, kwa sababu hayo ni mapenzi ya Mungu yaliyoruhusiwa yaje kwenu. Tuliona hiyo kwenye Thesalonike ya kwanza 5:17-18. Ombeni bila kukoma, mshukuruni Mungu kwa kila jambo, kwa sababu hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Na katika kipindi kilichopita nilikwambia kuna mapenzi ya Mungu makamilifu, perfect will of God, na kuna mapenzi ya Mungu yaliyoruhusiwa tu, permitted will of God. Mshukuru Mungu, na ndani ya shukrani kuna baraka yake. Kuna kuzidishwa kwa vilivyopungua, kuna kukamilishwa kwa ambavyo havijakamilika, kuna kufufuliwa kwa vilivyokufa. Lakini leo nataka nikuonyeshe ya 4. Kuna kupata ushindi kwenye hiyo situation, kwenye hiyo vita, kwenye huo upinzani unaopitia. Kuna kupata ushindi ndani ya shukrani. Kuna nguvu ya ushindi, power for victory, for victory, nguvu ya kukupa kushinda vita na upinzani.
Na tunajifunza hii kutoka kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili, ile sura ya 20. Second Chronicles chapter 20. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 30. Unaona mfalme Jehoshafat analetewa taarifa kwamba majeshi ya majirani wa Shamu na maswaiba wake wanakuja kutupiga. Wana uzoefu wa vita kuliko sisi, wana idadi kubwa kuliko sisi, wana silaha kali kuliko sisi. Hapa tujiandae kwenda utumwani na kulipa kodi kwa adui. Lakini Jehoshafati mfalme akaingia kwenye maombi, yeye pamoja na taifa zima la Israeli, akatangaza mfungo, akatangaza swaumu, akasema asile mtu kitu. Mtu yeyote asile chakula, asinywe maji. Hatutaki kwenda vitani, hatutaki kwenda utumwani. Tunahitaji mkono wa Mungu wa Israeli uinuke juu yetu. Tunahitaji mkono wa Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo utupiganie na kututetea. Wana askari wengi kuliko sisi, ndio. Ni mataifa 3 4 wameungana kumpiga Israeli. Wana silaha kali kuliko sisi, wana uzoefu mkubwa kuliko sisi. Lakini na sisi tuna Mungu anayeweza mambo yote. Lakini aliye upande wetu ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Twendeni mbele zake, twendeni tumlilie, twendeni tugonge ngumi milango ya mbingu, tudai msaada wake. Mungu aje atupiganie katika vita hii. Sisi wenyewe hatuwezi. Tunahitaji Mungu anayeweza kujitetea atutetee. Mungu tupiganie. Biblia inasema ile mbiu ikapigwa kila wilaya. Watu wakakusanyika kwenye mahekalu ya Mungu wa Israeli, wakamlilia Bwana usiku na mchana. Na siku moja, hatuambiwi walifunga siku ngapi, lakini siku moja wakiwa katika maombi ya mfungo, jioni moja pale Yerusalemu kwenye ua la Suleiman, kwenye ile hekalu, mfalme Jehoshafati akiwa pia anashiriki yale maombi, kijana mmoja katikati ya waombaji akashukiwa na roho ya unabii. Nadhani anaitwa Yazraeli yule kijana. Akashukiwa na roho ya unabii, akapaza sauti yake. Watu wote walipona kuna sauti kubwa kuliko sisi, wakanyamaza sauti zao, wakasikiliza. Yule kijana akasema, sikia neno la Bwana, wewe Yuda, na wewe Jehoshafati mtumishi wangu, sikia neno la Bwana. Vita hii sio yenu, ni vita yangu, asema Bwana. Hamtahitaji kupigana vita, lakini kesho simameni mkauone wokovu wa Bwana. Lile neno simameni sio tu kusimama wima. Katika Biblia ya asili, lile neno simameni ni kusimama kwa staili ya ibada. Samani, kuabudu kwa staili ya kusimama. Kuna wakati tunaimba tumekaa, kuna wakati tunaimba tumesimama, kuna wakati tunaimba huku tunatingishika, tuna dance, tunacheza. Kuna wakati tunamsifu Bwana huku tumebeba na dhabihu na sadaka tunapeleka madhabahuni. Kila hiyo staili ya kusifu ina jina lake la Kiyahudi. Nitakufundisha siku nyingine kwenye somo la nguvu iliyopo katika kusifu na kuabudu. Kila staili moja ya kusifu hapo ina jina lake la Kiyahudi. Kuna toda, kuna jada, kuna barak, kuna tehila. Ziko kama 7 tofauti, staili tofauti za kumwabudu Mungu wa Israeli. Kwa hiyo staili mojawapo ni kuimba wakati mmesimama wima. Kuna wakati tunaimba tumekaa, lakini kuna wakati tunaimba tumesimama. Ni heshima, ni utukufu, ni kuadhimisha. Hata kiongozi mkubwa anapoingia, hatuwezi kuwa tumekaa. Tukienda kwenye hotuba tunamsikiliza kiongozi wa nchi au kiongozi mkuu wa kanisa, tunasimama wakati fulani.
ni heshima. Sasa pia kuna wakati Mungu anataka kusifiwa katika staili ya kusimama, na huo ndio msamiati uliotumika pale. Na ndio maana unaona Yehoshafati alielewa kwamba tumeambiwa tukafanye ibada kwenye uwanja wa vita kwa staili ya kusimama. Ndio maana unaona kwenye habari hiyo, Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20, Yehoshafati akawaweka watakao mwimbia Bwana. Tunaenda vitani ndio, lakini huko kwenye uwanja wa vita Yehoshafati akawaweka watakao mwimbia Bwana, kwa sababu alielewa lile neno simameni lilikuwa ni kuimba kwa staili ya kusimama. Sio tu simameni wimba mkiwa pale vitani mtaona Mungu akiwapigania. Haikumaanisha hivyo. Ilimaanisha nendeni vitani ndio, lakini hamtahitaji kupigana. Nendeni mkafanye ibada kwa staili ya kusimama. Na Yehoshafati akaelewa. Ingawa wengine hawakuelewa, labda walikuwepo katikati ya kikundi hicho cha maombi watu walio ukataa ule unabii, hawakuelewa ule unabii, kwa sababu hii ni staili mpya. Hawajawahi kuona kwaya inakwenda vitani. Hawajawahi kuona kwaya inaenda vitani. Wanajeshi wao wanaimba ndio, lakini hapa hawakuimba tu wanajeshi. Yehoshafati akawaweka watakao mwimbia Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Hao ni waimbaji, hao ni Walawi. Ni Walawi waimbaji, wana wa Yeduthuni, walikuwa ndio viongozi wa praise and worship. Akawaweka mbele ya jeshi. Yani kikundi cha maombi kilivurugana. Ukienda kusoma pale Biblia inasema Yehoshafati akawauliza Israeli, akawauliza, mnataka kufanikiwa? Wakasema ndio. Akasema, muaminini Mungu na manabii wake. Kwa nini aliongea hivyo? Ni kwa sababu kulitokea mtafaruku, kulitokea sintofahamu. Walipoanza kujadili unabii, Biblia inasema unabii upimwe. Walipoanza kujadili unabii wakasema, jamani, mmewahi kuona kwaya vitani? Jamani, tupime unabii. Hizi ni siku za mwisho, msiamini kila roho. Watu wakalumbana pale. Yehoshafati amenyamaza, lakini baadaye akakatiza malumbano, akasema, hey, Yuda, sikiliza. Watu wakatulia. Mnataka kufanikiwa? Wakasema ndio. Yehoshafati akasema, muaminini Mungu na manabii wake. Hata kama hii staili ni mpya, hatujawahi kuona. Muaminini Mungu na manabii wake, mtafanikiwa, mtakuwa established. Ndio baada ya pale akawaweka watakao mwimbia Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Si tu uzuri wa sauti. Utakatifu ni kipengele muhimu kwenye kusifu na kuabudu. Unaweza kuwa mzuri wa sauti lakini mbea grade 1. Unaweza kuwa mzuri wa sauti au wa muziki lakini mwasherati grade 1 au tapeli. Unaharibu utukufu wa Mungu kwenye ibada. Yehoshafati akawabagua wale wote wambea, wale wote washerati, wale wote matapeli wenye kiburi. Akawatoa, akasema, nyie mtabaki huku, hatuendi mazoezini, huku tunaenda vitani. Ni swala la kifo huku na swala la uzima huku. It is a game of life and death. Huku hatuwezi kwenda kujaribu. Kwa hiyo nyie wenye matatizo yenu yale mnayoyajua, yale mmoja moto moja baridi, mnajijua nyie, mtabaki. Akawaweka wale tu aliowaona wana ushuhuda, wana mwenendo, wanaweza kuimba kwa uzuri na utakatifu. Na ndio wakaimba wakisema, mshukuruni Bwana, fadhili zake ni za milele. Yehoshafati akasema, jeshi subiri kidogo, kwaya pita kwa mbele. Kwaya ikakaa mbele, jeshi likakaa nyuma. Kwa lugha nyingine, kwaya ikalinda jeshi. Sijawahi ona. Badala ya jeshi kulinda kwaya, kwaya ikalinda jeshi. Utaenda kusoma mwenyewe Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 20. Yehoshafati akawaweka watakao mwimbia Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Na Biblia inasema walipoimba, waliimba hivi, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, fadhili zake ni za milele. Wanaenda jeshini, wanaenda vitani. Bado adui yupo kwenye uwanja wa vita. Bado adui yupo hajaondoka. Bado adui yupo hajaahirisha.
bado adui yupo na maswaiba wake, bado adui yupo ana nguvu kuliko wewe. Adui yako yupo na ana silaha kali kuliko wewe. Adui yako yupo ana idadi kubwa kuliko wewe, ana uzoefu mkubwa kuliko wewe. Lakini katikati ya hali inayotisha na kukatisha tamaa, isiyo na tumaini, kwenye hali hiyo Yehoshafati akasema, mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana. Maombi ya shukurani katikati ya sintofahamu, maombi ya shukurani katikati ya kutokuelewa, maombi ya shukurani. Nguvu ya ushindi ikafunguliwa. Mungu akaleta kuchanganyikiwa. Adui zake wakaanza kupigana visu wao kwa wao, wamechanganyikiwa. Israeli anafika uwanja wa vita, akakuta maiti tupu. Hakuhitaji kupigana. Wakamkuta mmoja ana hema cha mwisho, wakamuuliza, wewe vipi? Wakasema, tulianza kupigana wenyewe, tulidhani tunapigana na nyie wa Israeli, kumbe tumechanganyikiwa, tumemalizana wenyewe, tumeuana wenyewe. Naye alipomaliza kuongea hivyo, akakata roho, akafa. Hiyo haijaandikwa, ila nimeelezea tu. Israeli alipiganiwa na Bwana, akashinda ile vita bila kutumia upanga wake. Ndani ya shukrani kuna nguvu ya kushindiwa vita yako. God will grant you victory. Saa zingine hatupati ushindi kwa kupigana, saa zingine tunapata ushindi kwa kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu. Na yeye mwenyewe ameahidi kwenye Zaburi 68. Kwenye Zaburi 68 ameahidi kwamba tukimsifu akainuka, adui zetu watasambaratika. Tukijua namna ya kumsifu na kumshukuru, alafu akainuka, Mungu akiinuka, adui zetu wanasambaratika. Zaburi 68 ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Unaweza pia ukasoma Zaburi sura ya 9. Zaburi sura ya 9. Ndio nisome haraka Zaburi sura ya 9. Alafu ndio tumalizie hapo. Haleluya, haleluya, haleluya. Naamini unapata mambo ya kukusaidia katika kipindi hiki. Zaburi sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako ya ajabu. Mstari wa 2, nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Mstari wa 3, kwa sababu adui zangu hurudi nyuma. Mimi ninapokusifu, mimi ninapokushukuru, utukufu wako ukiinuka, adui zangu wanasambaratika, na adui zangu wanarudi nyuma na wanajikwaa na kuangamia mbele zako. Zaburi sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Na ile Zaburi 68 inasema, inuka e Bwana, na adui zangu watasambaratika. Basi jifunze kumshukuru Mungu. Kuna ushindi katika kumshukuru Mungu kama Yehoshafati, ambacho sikukueleza. Kuna baraka kwenye kumshukuru Mungu, kwa sababu Yehoshafati alipofika kwenye ule uwanja hakukuta tu maiti, alikuta nyara. Wale jamaa walikuwa wamepiga Kenya, wamepiga Uganda, wamepiga Rwanda, wamepiga Kongo, wakasema tumalizie na Tanzania. Walipokuwa wanakuja Tanzania, walikuwa wamesheheni baraka nyingi, utajiri mwingi, nyara nyingi. Wakataka kuja kuchukua na nyara za Tanzania, lakini Mungu akatupigania, na zile baraka zote na nyara zote walizosomba kwenye nchi zingine zilikuwa zimebaki, zimelala kwenye uwanja wa vita. Biblia inasema Israeli, lile jeshi lote la Israeli halikwenda kupigana, likaenda kusomba nyara. Siku 3 jeshi la Israeli lilikuwa linasomba nyara kutoka uwanja wa vita na kurudi nyumbani. Kwa hiyo ndani ya praise, ndani ya worship, ndani ya kusifu, ndani ya kuabudu, ndani ya kumshukuru Mungu katika hali ya vita, ndio mshukuru Mungu, kuna kupewa ushindi. Adui zako wanasambaratika, lakini wewe unabarikiwa na zile baraka za adui yako.
Na Mungu akubariki kwa baraka za adui yako katika jina la Yesu. Unapojifunza kumshukuru Bwana, utajiri wa mataifa utasukumiwa kwenye vifua vya wenye haki katika siku za mwisho. The wealth of the wicked, utajiri wa mataifa utakuwa urithi wa wana wa agano. Mungu akubariki unapomshukuru Mungu katika mwezi wa 12 tunapomalizia mwaka huu. Geuka nyuma, mshukuru Mungu katika hali zote, sio za ushindi tu, hata katika zile hali za kushindwa. Mshukuru Mungu, na ndani ya kushindwa Mungu atakujalia ushindi. Inawezekana mwaka huu umeshindwa mara nyingi. Inawezekana mwaka huu umefeli mara nyingi. Inawezekana mwaka huu umepatwa mara nyingi. Inawezekana adui yako amekuinukia na ni kama vile anaelekea kukushinda kazini kwako. Ni kama vile adui yako anaelekea kukushinda kwenye ukoo wako, kule labda ulikoolewa au ulikooa, au ni ndugu zako tu wanapambana na wewe. Ni kama wanaelekea kukushinda, labda kwenye biashara ni kama inaelekea unakwenda kushindwa. Jifunze lakini kumshukuru Mungu katika hali hiyo hiyo. Usisubiri kwanza uone mabadiliko ndio mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kabla hata vita haijaanza, hata kabla vita haijaisha. Mshukuru Mungu tu kabla adui yako hajaondoka uwanja wa vita. Just learn to thank God. In thanksgiving there is power of victory. Ndio kuna nguvu ya multiplication, kuna nguvu ya kuzidishwa, ndio kuna nguvu ya kufufuliwa, ndio resurrection power, ndio, lakini kuna nguvu pia ya ushindi vitani. Kwa hiyo mwezi wa 12 ni mwezi tu na mshukuru Mungu. Hata kama ushindi haujakamilika, hata kama mambo bado hayajaiva, tuna nidhamu ya kumshukuru Mungu. Hivyo hivyo tunajua kwamba katika msimu ujao Mungu atatutokezea msaada. Huu ni mwezi wa shukrani pia. Maombi tunayoyafanya kwenye majira ya mwisho wa mwaka ni maombi ya shukrani. Ninalazimika kumalizia hapa kipengele cha shukrani. Nimekufundisha baadhi ya mambo ya kumshukuru Mungu na nimekufundisha faida chache tunazopata katika kumshukuru Mungu. Sijamaliza, lakini naishia hapa. Kwenye notes utapata zaidi. Katika kipindi kinachokuja nataka tuendelee na aina nyingine ya maombi. Niishie hapa kwenye maombi ya shukrani, lakini hebu tuendelee kumshukuru Mungu mpaka mwisho wa mwaka huu. Alafu kesho nataka nianze kukufundisha mambo ya kuombea kwenye toba. Ni kipindi pia cha kutubu. Ni kipindi pia cha kugeuka na kuangalia madhaifu na makosa tuliyoyafanya kwa kujua na kwa kutokujua, na twende mbele za Bwana kwa toba, na tutamshukuru Mungu kwa moyo wake wa kutusamehe. Biblia inasema yeye sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, anajua kusamehe. Kwa hiyo hilo jambo pia litakuwa kwenye orodha yetu, kumshukuru Mungu kwa rehema zake ambazo ni mpya kila siku. Ubarikiwe sana kwa kuwepo leo. Panga kutokukosa. Kesho tena tutaendelea kutafakari mambo ya kuombea katika majira ya mwisho wa mwaka, namna ya kutembea katika nyakati za mwisho. Na kutakia baraka za Bwana. Mimi naitwa Mwalimu Mgisa Mtebe na nimefurahi kuwa na wewe. Waambie na wengine kwamba kuna habari njema kwenye channel hii. Kuna anwani hapo ya YouTube channel yetu kwa jina Mgisa Mtebe. Copy hiyo link, wasambazie ndugu jamaa na marafiki waweze kupata kutiwa moyo na kupata kufundishwa namna ya kupata ushindi. Saa zingine hatupati ushindi kwa kupigana, saa zingine tunapata ushindi kwa kumshukuru Mungu na kumsifu. Mungu akubariki unapomshukuru Mungu katika mwezi wa 12 tunapomalizia mwaka huu. Geuka nyuma, mshukuru Mungu katika hali zote, sio za ushindi tu, hata katika zile hali za kushindwa. Mshukuru Mungu, na ndani ya kushindwa
Mungu atakujalia ushindi. Na kutakia baraka za Bwana. Tukutane tena katika kipindi hiki kijacho. Basi hapa kuna namba ya WhatsApp pia. Unaweza ukanisalimia kwenye WhatsApp nikakurushia notes hizi unapoenda kuwafundisha wengine. Nimekwambia nimekatiza hili somo, lakini utangulizi mdogo uliopata utakuwezesha kuelewa ukisoma mwenyewe. Endapo pia utaguswa kumshukuru Mungu kwa sadaka, kuna namba ya simu hapo, inapokea pia sadaka, inapokea maombi, inapokea maswali, lakini pia unaweza ukatumia hiyo endapo unataka kumshukuru Mungu kwa sadaka. Ili tusichechemee kwenye kukuletea neno la Mungu, tunahitaji kutiwa nguvu. Tutie nguvu kwa sadaka yako, Mungu akikuwezesha, na Mungu atakubariki na kukupa ushindi katika vita ulionayo. Na kutakia baraka za Bwana unapomaliza mwaka huu, na kutakia baraka za Bwana unapojiandaa kwenda kwenye msimu mpya wa mwaka ujao. Mungu akubariki sana.